Hakika hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba mwaka huu 2026. Maonesho haya yameanza rasmi Juni 28 mwaka huu na yatakwenda hadi Julai 13 mwaka huu 2026. Sisi tupo hapa katika banda la Wizara ya Fedha ambalo linashiriki katika maonesho haya ya dhahabu. Godfrey Kusolwa, tunakupeleka popote Ndalini Media. Na baada ya kufika hapa tumepata fursa ya kipekee ya kukutana na Mheshimiwa Mhandisi Mshamu Ali Munde, yeye naibu waziri wa fedha, na hii ni fursa ya kipekee ya kuweza kuzungumza naye, kuweza kuona kitu tathmini yake baada ya kutembelea hili ni banda lake la Wizara ya Fedha. Kwanza nianze kwa kumpongeza. Hongera sana mheshimiwa. Asante, nashukuru. Asante sana. Naam, na baada ya kufika pengine umeona nini? Kwa kweli nimepata fursa ya kutembelea mabanda ya wizara yangu, Wizara ya Fedha, mabanda ambayo yanaonyesha kazi za idara mbalimbali za Wizara ya Fedha, lakini na taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa kweli nimefarijika sana na namna ambavyo wataalamu wetu na watumishi namna wanavyofanya kazi, lakini namna wanavyoelimisha jamii shughuli zinazofanywa na wizara na taasisi zake. Kwa kweli ni jambo la heri kwa mwaka huu. Kwa kweli hili ni jubilei kweli. Ni jubilei ya maana kwa kweli. Nini kimekuvutia? Nini? Kikubwa kimenivutia kwanza setup. TanTrade wamefanya kazi nzuri na taasisi zingine zote ambazo wanashirikiana nazo, lakini Wizara ya Fedha in particular wanafanya kazi nzuri sana. Yako mambo mengi ambayo wananchi, lakini pia taasisi pamoja na mashirika mengine ambayo hawaijui Wizara ya Fedha vizuri na taasisi zake na mambo wanayofanya, namna wanavyoelezea na kuelimisha umma, kwa kweli ni jambo jema sana, na nafikiri wale ambao wanapata mahangaiko ya kutoelewa hata kwa mfano shughuli za manunuzi, lakini namna ya kupeleka malalamiko yao ya kikodi, kwa kweli hapa sasa nafikiri mambo mengi yataenda vizuri huko mtaani ambako tunatoa huduma kwa wananchi. Umefika TIA pale, taasisi ya uhasibu Tanzania, ukasimama muda mrefu kidogo, ulishauri masuala gani? TIA kwa hakika, kwa sababu nafahamu ni taasisi ambayo inashughulika na masuala ya fedha. Ukiangalia kwanza kwenye kupika wataalamu, lakini pia ushauri wa kuhusiana na masuala ya kihasibu, ni mambo ambayo kwa mimi imebidi nichukue muda kidogo kuwasikiliza na kuona kwa namna gani wanaweza kuimarisha, lakini pia kufanya maboresho kwenye shughuli zile ambazo wanazifanya, na wanafanya kazi nzuri na ilistahili niendelee kuwapongeza kabisa. Tunasema hii ni jubilei ya miaka 50 tangu mwaka 76. Umri mkubwa kabisa, mrefu kabisa. Tathmini yako ikoje, ikiwemo pamoja na tija ya maonesho yenyewe haya Sabasaba? Tathmini yangu kwa kweli, tumetoka mbali na mahali tulipofika ni pazuri sana, lakini hakuna jambo jema ambalo alihitaji maboresho. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba maboresho lazima yaendelee, na ukiangalia tunaenda kwenye mifumo ya kidijitali, na nimeshuhudia katika mabanda yote digital emphasis ni kubwa, na watu naona kila taasisi wanasema mifumo ya kidijitali itatutoa, na nafikiri kwenda mbele ndio tunasikia mambo ya AI sasa hivi. Watu wameacha hata kufanya research, wanasubiri waulize kitu kupitia AI, lakini ndio mwelekeo wenyewe, hatuwezi kukwepa. Kimsingi kwa mwaka huu nimeona maendeleo makubwa kabisa ya maonyesho haya. Bahati nzuri kwa umri wangu nimeshuhudia maonyesho mengi, kwa hiyo lazima niseme wazi kwamba maonyesho ya mwaka huu na jubilii hii imekuwa ni jubilii ya maana, na ni kwamba kwa kweli inahitaji pongezi ya kipekee, na mimi binafsi niwapongeze waandaaji, lakini hasa wale wanaoshiriki katika wizara yetu ya fedha, kwa maana ya idara, lakini pamoja na taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Umesema mwelekeo ni jambo zuri sana, mwelekeo umegusia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pia. Wizara ya Fedha ina nafasi gani kuhakikisha kwamba tunaifikia hiyo dira, maana miaka 50 na 50 hii? Yaani kabisa, Wizara ya Fedha kama ambavyo mmesikia, bajeti yetu kwanza imelenga kumtoa mwananchi kutoka kwenye hali alionayo kwenda hali nzuri zaidi, lakini kwa kutumia dira
ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Na dira hii kama mnavyofahamu, tumelenga kwamba taasisi binafsi ziwe mbele kwenye kutekeleza ile miradi ambayo serikali inaona sasa tuwape fursa wao, lakini serikali iweze kuconcentrate kwenye huduma zaidi kwenye ile 30% ya shughuli ambazo tunaenda kuzifanya kwa hii miaka yote 25 mpaka kufikia 2050. Wizara ya Fedha imeandaa budget na mpango ambao unaendana na matakwa ya dira, lakini hasa ndugu yangu mwandishi, kama unavyofahamu, dira ile ni dira ambayo kwa Kiswahili kingine tunaweza kusema ni very ambitious. Ni dira ambayo tunataka kwenda kujistretch, na matamanio ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuona kwamba kama ambavyo anasisitiza kuitoa nchi kufika kwenye uchumi wa kati wa ngazi ya juu, na dalili zinaonekana. Kimsingi, Wizara ya Fedha tumejipanga kwenda kuitekeleza dira, lakini kupitia mpango ambao tumepanga, ambao bajeti ya kuanzia mpango huu imewasilishwa mwaka huu na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Omar, kama ambavyo mlisikia, na jana hapa alikuja akatembelea na kuappreciate mambo ambayo yanafanya na wizara kama ambavyo mmeshuhudia. Umezungumzia mpango huu. Mpango ni muhimu, unagusia sana masuala ya elimu. Ndio. Na ukiangalia bajeti yetu iliyotoka imelenga kipaumbele katika swala ya elimu. Na pengine hem, tuambie, kuna mpango mkuu wa elimu ya fedha kwa wananchi, ndio, kuhakikisha kwamba wanaelewa masuala mbalimbali ya ukuaji wa sekta za kifedha, kama ulivyozungumzia masuala ya ununuzi hapa. Ndio. Mpango umefikia wapi mpaka sasa tukielekea mwishoni wa kipindi hiki? Kimsingi, kama ambavyo unafahamu, budget na mpango ambao ni mpango mkubwa na budget ambayo imelenga kufikia kwenye uchumi wa trilioni 1 mpaka kufikia 2050, na angalau pato la mtu mmoja afikie dola 7,000. Mpango huu ni mkubwa, lakini pia mpango mkubwa namna hii hauwezi kwenda bila elimu stahiki, na ndio maana unaona kuna mpango wa kuimarisha elimu ya juu kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi ya nchi, na umeona kwamba kuna taasisi zetu hizi za elimu ya juu zimepata uwezeshaji mkubwa kupitia mradi wa HIT ili kuamsha sio ari tu, lakini uelewa wa watu ambao wanaenda kutekeleza mpango na bajeti. Lakini elimu kwa umma kuhusiana na masuala ya kifedha, tunasisitiza sana jambo hili, kwa sababu unafahamu watu wengi wanafanya kukopa maeneo ambayo hayastahiki. Unafahamu kuna mambo ya kausha damu. Tunasisitiza wananchi wakope kwenye taasisi ambazo ni rasmi, hata zile taasisi ndogo microfinance ambazo zimerasimishwa, wananchi wanasisitizwa wakakope huko. Na ukiangalia pia waheshimiwa waandishi, na kutokana na muda niseme tu kwamba Wizara ya Fedha tumejipanga vizuri kuelimisha umma kwa masuala ya kifedha, lakini kuelimisha umma kwenye masuala ya kikodi, kwa sababu fedha inayotumika kwa ajili ya maendeleo, sisi tunategemea serikali iende kukusanya kodi huko ili kutekeleza mipango ambayo tumeipanga. Nikushukuru sana mheshimiwa. Nashukuru sana, muendelee kubarikiwa. Asanteni sana. Asante. Ni Mheshimiwa Mhandisi Msham Ali Munde, yeye ni naibu waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa hapa na amezungumza masuala muhimu, lakini kwa ukubwa zaidi ni wewe mwananchi kutekeleza jukumu lako la kufika kushuhudia msimu huu wa Sabasaba ya dhahabu. Hadi wakati mwingine, tupo bado katika banda hili la Wizara ya Fedha.